Kulikuwa na mji mdogo uliokuwa kimya sana. Watu waliishi pamoja, lakini mioyoni mwao upendo ulikuwa umeanza kufifia. Wapenzi walikaa pamoja bila kuzungumza, familia zikawa kama watu wanaoishi tu bila furaha. Ndani ya mji huo aliishi kijana mmoja aitwaye Valentine. Alikuwa na moyo wa dhahabu na aliamini kwamba upendo si maneno tu, upendo ni kitendo. Siku moja Valentine alikutana na msichana aitwaye Aline. Aline alikuwa mkarimu, mwenye huruma, lakini alikuwa na siri. Aliwahi kuumizwa na upendo, na tangu siku hiyo alifunga moyo wake. Kadri 14 Februari ilivyokaribia, watu walinunua maua na zawadi. Lakini Valentine aliona kwamba wengi walikuwa wanasahau kitu muhimu: moyo wa kweli. Usiku mmoja, Valentine akaandika barua nyingi bila kuweka jina lake. Akaandika, kama unampenda mtu, mwambie leo. Kama ulimuumiza, omba msamaha. Upendo si wa siku moja. Upendo ni wa kila siku. Kisha akaanza kuziweka barua hizo kwenye sehemu mbalimbali za mji: sokoni, shuleni, hospitalini na kwenye nyumba za watu. Asubuhi ya 14 Februari, watu walianza kuzisoma. Mwanaume aliyekuwa hajamwambia mke wake na kupenda kwa miaka mingi alisoma barua hile na machozi yakamtoka. Alirudi nyumbani, akamkumbatia mke wake na kusema, samahani, nilisahau kuwa wewe ni zawadi. Mke wake alilia, lakini safari hii kwa furaha. Kijana aliyekuwa amekosana na baba yake alisoma barua hile. Akahisi moyo wake ukimwambia, rudi nyumbani kabla hujachelewa. Akarudi, baba yake akamkumbatia bila maneno. Aline naye alipata barua moja. Aliisoma pole pole. Maneno yale yalimuingia moyoni, na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Aline alilia, lakini sio kwa maumivu, kwa sababu moyo wake ulikuwa unaanza kupona. Siku chache baadaye, Aline aliamua kumtafuta aliyeandika barua zile. Akamkuta Valentine kwenye bustani ya zamani. Akamuuliza, Valentine, ni wewe uliandika zile barua? Valentine akanyamaza kidogo, kisha akasema, ndiyo, nilifanya hivyo kwa sababu watu wanahitaji kukumbushwa upendo. Aline akamwangalia kwa hisia. Ulinikumbusha mimi pia kuwa upendo bado upo. Valentine akasema kwa upole, sio upendo uliokuumiza, ni mtu aliyeshindwa kuuthamini. Aline akahisi kama mzigo umeondoka kwenye moyo wake, akatabasamu kupitia machozi. Na siku hiyo, Aline akagundua jambo moja: upendo wa kweli hauji kwa kelele, huja kwa moyo. Tangu hapo mji ule ulianza kubadilika. Watu wakaanza kusameheana, kuzungumza tena na kupendana kwa vitendo. Na kila mwaka, tarehe 14 Februari, watu bado hukumbuka ujumbe ule. Upendo si wa siku moja. Upendo ni wa kila siku. Happy Valentine's Day. Baada ya siku ile ya Valentine, mji ule ulianza kuonekana tofauti. Watu walikuwa wanatabasamu zaidi. Watu walikuwa wanaongea tena. Na hata wale waliokuwa wamezoea ukimya ndani ya ndoa zao, walikuwa wameanza kujaribu kurudi kwenye upendo. Lakini ndani ya moyo wa Aline kulikuwa bado na maumivu madogo yaliyobaki. Sio kwa sababu hakumwamini Valentine, bali kwa sababu alikuwa anaogopa kitu kimoja. Je, kama nikimpenda, halafu akaniacha pia? Aline alikuwa anacheka na Valentine, alikuwa anatembea naye, na moyo wake ulikuwa unaanza kuwa mwepesi. Lakini usiku, akikaa peke yake, mawazo yalikuwa yanarudi. Usiamini sana, usijitoe sana. Upendo unaumiza. Siku ya mvua. Siku moja, mvua ilinyesha ghafla. Mji ukawa wa baridi na watu wakakimbilia majumbani. Aline alikuwa anatoka hospitalini ambako alikuwa amekwenda kuwafariji wagonjwa. Alikuwa hana mwamvuli. Akiwa njiani, akasikia mtu akimuita, Aline. Alipogeuka, alimuona Valentine. Alikuwa amekimbia kwenye mvua, nguo zake zimeloa, lakini alikuwa ameshika mwamvuli mmoja mkononi. Alipofika, akamfunika kwa mwamvuli. Aline akashangaa.
Valentine, kwa nini umefanya hivi? Utaloa. Valentine akatabasamu. Ni bora mimi niloe kuliko wewe. Maneno yale yalimgusa Aline zaidi kuliko mvua yenyewe. Kwa sekunde chache Aline alihisi kama moyo wake unataka kusema, Huyu ni tofauti. Kumbukumbu mbaya inarudi. Wakati wakitembea pamoja, Aline aliona mbali mahali palipokuwa na duka moja. Duka lile lilikuwa la kawaida kwa watu wengine, lakini kwa Aline lilikuwa na maana. Ndipo alipowahi kukutana na yule aliyemvunja moyo zamani. Macho yake yakabadilika. Uso wake ukawa mzito. Hatua zake zikapungua. Valentine aligundua. Aline, kuna nini? Aline alishika kifua chake kidogo. Hapa ndipo nilipoumia. Valentine hakulazimisha maswali. Alisimama naye tu. Mvua ikaendelea kunyesha. Kisha Valentine akasema kwa sauti ya chini sana, niko hapa na sitakuacha peke yako kwenye kumbukumbu hiyo. Aline alihisi machozi yakimjaa, sio kwa sababu ya maumivu, bali kwa sababu hakuwahi kusikia mtu akisema maneno hayo. Barua ya pili. Usiku ule Valentine aliandika barua nyingine, lakini safari hii haikuwa ya mji wote, ilikuwa ya mtu mmoja tu, Aline. Aliandika, Aline, najua moyo wako uliwahi kuanguka. Najua uliwahi kuamini, ukavunjwa. Lakini nataka ujue kitu kimoja. Sitaki kukupenda kwa siku moja. Nataka kukupenda kwa kila siku. Na kama siku moja utatetemeka kwa woga, nitashika mkono wako mpaka utulie. Upendo wangu kwako sio mchezo, ni ahadi. Valentine aliifunga kwa upole, akaenda kuiweka kwenye sanduku la barua la Aline. Aline anasoma na moyo wake unalia. Asubuhi, Aline alipofungua sanduku lake la barua, akaiona. Aliisoma taratibu. Mara ya kwanza alisimama. Mara ya pili, aliketi chini. Mara ya tatu, machozi yakaanza kumtoka. Lakini haya hayakuwa maumivu ya machozi. Yalikuwa machozi ya kitu alichokikosa kwa muda mrefu. Upendo wa kweli. Aline akasema kwa sauti ndogo, Je, hii ndiyo aina ya upendo niliyokuwa nikiomba? Kukutana tena bustanini. Jioni ile, Aline alienda bustanini. Valentine alikuwa pale. Alipomwona, hakusema chochote. Alikimbia tu na kumkumbatia. Valentine akashangaa. Aline, Aline akamkatiza kwa sauti yenye hisia. Usiniache. Najua si lazima useme kila siku. Najua si lazima unipe zawadi. Lakini, usiniache. Valentine alimkumbatia kwa nguvu. Akasema, sitaondoka. Na hata nikiona unaogopa, nitakaa. Kwa sababu upendo wa kweli, unakaa. Mwisho wa sehemu ya pili. Tangu siku hiyo, Aline alianza kuamini tena. Sio kwa sababu maumivu yake yalifutika, bali kwa sababu alipata mtu aliyeamua kuyapitia pamoja naye. Na mji ule uliendelea kubadilika. Watu walianza kuandika barua zao pia. Watu walianza kusameheana bila aibu. Watu walianza kujifunza kuwa upendo si kelele, upendo ni uwepo. Na Aline kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu aliweza kusema moyoni, niko salama.